Bwana, kwa taarifa ambazo niko nazo ni kwamba klabu ya Young Africans inakaribia kukamilisha uhamisho wa nyota tishio ama nyota hatari kutoka klabu ya TP Mazembe, Ibrahim Keita. Ibrahim Keita ni nyota ambaye amefanya vizuri kwenye kikosi cha TP Mazembe kwa msimu huu, lakini pia hata msimu uliopita alikuwa ni miongoni mwa wachezaji bora ambao wamefanya vizuri kwenye kikosi, na mkataba wake na Mazembe unaisha mwishoni mwa msimu huu, na klabu ya Young Africans ilitaka kumsajili tangu msimu uliopita, lakini kutokana na changamoto za hapa na pale walishindwa kumsajili kwa sababu ya namna ambavyo alipokea ile ofa. Lakini kwa taarifa ambazo zilikuwepo tangu msimu uliopita ni kwamba yeye ni kama hakupendezwa na ofa ambayo alipokea kutoka Young Africans. Lakini dirisha dogo Yanga pia walirudi tena kwake kutafuta saini yake, na wakawa wameshindwa pia kukubaliana kwa sababu kuvunja mkataba wake ndani ya Mazembe ilihitaji gharama kubwa sana, na mkataba wake na Mazembe tayari ulikuwa miezi 6. Kwa hiyo walichokifanya ni kufanya tu mazungumzo ya awali baina ya Yanga na Ibrahim Keita, na baada ya kufanya mazungumzo ya awali kitachokuja kufuata ni kuja kufinalize hayo mazungumzo. Sasa kwa tangu wiki iliyopita walikuwa wanafanya mazungumzo ya pamoja, lakini walikuwa hawajafikia makubaliano pia vile. Na Young Africans imeamua kumtumia tiketi ya ndege ili aweze kuja Dar es Salaam kwa ajili ya kufanya mazungumzo. Na kwa taarifa ambazo niko nazo ni kwamba atawasili jijini Dar es Salaam leo hii majira ya saa 10 kuja kukamilisha uhamisho wake kuja kujiunga na klabu ya Young Africans kama watafikia makubaliano, kwa sababu moja ya vitu ambavyo vilikuwa vinawasumbua ama vitu ambavyo vilikuwa vinasababisha hawajafikia makubaliano ni pamoja na mshahara ambao alikuwa anahitaji kama mchezaji, lakini pia pesa ya uhamisho ambayo alikuwa anahitaji. Ukumbuke huyu ni mchezaji ambaye anaondoka akiwa free agent kwa sababu mkataba wake utamalizika mwezi wa 6 tarehe 15 kwa taarifa ambazo niko nazo. Kwa hiyo mpaka sasa hivi ni kwamba zimebakia siku chache tu mkataba wake uweze kumalizika. Na maana mkataba wake ukimalizika ni ruhusa kwenda kujiunga na klabu ya Young Africans akiwa mchezaji huru. Maana yake kuna pesa inaitaka ifike, kuna kiwango cha pesa ambacho anataka kiweze kufika ili aweze kwenda kumwaga sign. Na inaelezwa kwamba anahitaji shilingi milioni 500 ili aweze kusaini mkataba mpya na Young Africans. Lakini hiyo milioni 500 ambayo inatajwa ni pesa ambayo hataki kuilipa kwa mafungu. Yaani hataki kulipwa kwa mafungu, anataka kulipwa hiyo pesa yote. Sasa Yanga walikuwa wanahitaji wao kumlipa kwa awamu mbili. Kwa mara ya kwanza milioni 250 na awamu ya pili apate milioni 250. Lakini yeye mwenyewe sasa amekataa kulipwa kwa mafungu, alikuwa anahitaji alipo milioni 500 yake yote keshi, lakini anaeleza kwamba alikuwa anahitaji mshahara ambao haupungui chini ya milioni 35. Maana yake milioni 35 na kuendelea, kitu ambacho kwa Young Africans kidogo waliona kama ni pesa nyingi, na ndio maana walikuwa wanahitaji kuzungumza naye ili kama atapunguza mshahara mambo mengine yaweze kwenda sawa. Lakini mpaka hivi sasa ni kwamba mazungumzo kwa pande zote mbili yanaendelea, na anakuja Dar es Salaam kwa ajili ya kukamilisha mazungumzo zaidi, na kama watashindana basi. Lakini kitu ambacho kinampa Ibrahim Keita kiburi ni kwamba ana ofa nyingi ambazo ziko mezani mwake. Ana ofa kutoka klabu ya CR Belouizdad, Shabab Riaz Belouizdad kutoka pale Algeria, lakini pia ana ofa kutoka Orlando Pirates ya South Africa, lakini pia ana ofa kutokea pale Petro Atletico ya pale nchini Angola. Na hivyo ndio vitu ambavyo vinasababisha kidogo ana delay kukamilisha mazungumzo haraka na klabu ya Young Africans. Ni mchezaji mzuri, ni mchezaji ambaye anaweza kucheza kwenye maeneo mawili tofauti. Ni mchezaji ambaye anaweza kucheza kama kiungo mkabaji, lakini pia ni mchezaji ambaye anaweza kucheza kama center back. Ingawa kiasili huyu ni beki wa kati. Hapo kwenye maeneo mengine unaweza kumtumia tu kadiri unavyoweza, lakini kiasili ni beki wa kati. Ni mmoja wa wachezaji ambao ni wazuri sana kwenye mipira ya juu, ni mchezaji mzuri sana kwenye mipira ya kwenye tackling, ni mchezaji ambaye height yake by the way ni nzuri sana, ni mchezaji ambaye kwa quality yake na ubora alionao akienda kujiunga na klabu ya Young Africans watakuwa wamepata mchezaji bora sana, kwa sababu Yanga ukitazama kwa msimu ujao kuja inahitaji pia kufanya maboresho kwenye eneo lake la ulinzi, kwa maana kupata center back mwingine wa ziada, lakini pia kupata kiungo mkabaji mwingine wa ziada. Ina maana wakimsajili Ibrahim Keita atakuwa wameua ndege wawili kwa jiwe moja, kwa maana ya kwamba atakuwa na uwezo wa kucheza kama center back pale ambapo inalazimika kufanya hivyo, lakini pia atakuwa na uwezo wa kucheza kama kiungo mshambuliaji pale ambapo italazimika yeye kufanya hivyo. Kwa hiyo kwa namna mambo yalivyo mpaka hivi sasa unaona kabisa kuna uwezekano mkubwa wa yeye kwenda kusajiliwa na kikosi hiki cha Young Africans kama watafikia makubaliano, kwa sababu issue ya kuja Dar es Salaam ni jambo la kwanza na kufikia makubaliano jambo la pili. Pamoja na kwamba ndege ambayo anatumia kuja Dar es Salaam tiketi yake alipewa na Yanga, lakini haimaanishi kwamba basi kila kitu inabidi Yanga inabidi wakubaliane, hapana.
Kwa kwamba tiketi kalipewa na Yanga, lakini bado anaweza kulipewa na Yanga kila kitu na hoteli na kila kitu, lakini bado asifikie makubaliano. Ila ni moja ya wachezaji wazuri sana ambao kama Young Africans itawapata, atawasaidia sana kwenda kutengeneza ubora wa timu kwa msimu unaokuja. Kumbuka tayari msimu unaokuja Yanga kwenye hii la shiriki mashindano ya klabu bingwa, na msimu huu ilimaliza kwenye hatua ya makundi. Kwa hiyo itahitaji kufika kwenda hatua makundi, walau kufika hatua ya robo finali kwenye kombe la shirikisho barani Afrika. Which ni kitu ambacho kinawezekana kwenye klabu bingwa barani Afrika. Which ni kitu ambacho kinawezekana kabisa, na wachezaji kama kina Ibrahim Keita ni mmoja wa wachezaji ambao wanaweza kukufanya wewe uende group stage, ufike robo finali, nusu finali ukiwa na luxury zaidi, kwa sababu ni mchezaji bora na ni mchezaji ambaye ni versatile, unaweza kumtumia kwenye maeneo tofauti. Young Africans pia imepanga pia kuendelea kufanya maboresho yake kwenye eneo la ushambuliaji, ambapo ina mpango pia kuongeza mshambuliaji mwingine na mshambuliaji ambaye anatajwa mpaka hivi sasa ni Jonathan Soa kutokea Singida Black Stars, ambaye pengine kama kila kitu kitaenda vizuri atajiunga pia na Yanga mwishoni mwa msimu. Kwa hiyo bado mambo yako open zaidi, mazungumzo yanafanyika, na kama watakubaliana Ibrahim Keita atakuja kwa magawino wa miaka 3 kwa kujiunga na klabu ya Young Africans, na atakuwa rasmi ni mwananchi na kwa msimu unaokuja atakuwa anavaa jezi ya Young Africans.